hakuna zaidi ya Yesu. Yesu aliyetupa neema kwa watoto wa Mungu. Yesu aliyetuokoa. Yesu aliyetuponya. Yesu ni nguvu. Yesu ni uweza. Yesu ni mbingu. Yesu wa upendo. Yesu anayetuhurumia na yuko hapa Galilaya. Hayuko mbali, yuko hapa Galilaya. Yuko na wema wake, yuko na uweza wake. Piga mwelegee tena kwa Yesu. Haleluya. Jamani, haleluya. Yesu ni mzuri. Jamani, Galilaya, Yesu ni mzuri. Tena anaweza. Tena anatupenda. Tena yuko Galilaya. Leo naenda kutuhudumia. Piga tena makofi kwa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, wacheza mpira wanashangilia timu zao sana ambazo hazina lolote. Leo wanafunga, kesho wanafungwa. Lakini sisi Yesu anafunga kila leo. Jamani, tupigie makofi. Haleluya. Jamani, haleluya. Mimi naona raha kulitaja jina la Yesu. Hebu tuseme Yesu, 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 Yesu. Yesu, 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 Yesu. Amen. 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 Salimia ndugu yako, mwambie Mungu akubariki kuja kwenye semina. Amina. Amen. Wasalimia wote kwa jina la Yesu. Naomba tuombe kabisa na tuendelee mwingine. Baba na Mungu wetu, kwa jina la Yesu tunashukuru sana kwa wakati huu. Tunasema asante, asante kutupenda, asante kutuokoa. Tunakwenda kuanza semina hii siku ya leo hadi siku ya Jumapili, semina ya Pentekoste. Tunaomba Roho Mtakatifu katuhudumie, uwepo wako katufurike, nguvu yako katufurike Bwana. Roho Mtakatifu katuongoze na kutusafisha na kutufundisha. Wewe ndio mwalimu wetu. Tufunulie siri zako Bwana, tukakujua wewe Bwana. Naleta watoto wako wote mikononi mwako. Naomba fungua fahamu, fungua akili na moyo wa kila mmoja, tuweze kupokea lile ambalo umeandaa kwa ajili ya kila mmoja. Nami mtumishi wako nimesimama, naomba nisaidie Mungu, nikafanye lililo la kwako wala sio ya kwangu. Wewe ndio umenileta hapa kwa makusudi. Naomba sasa Roho Mtakatifu niatamie, niwezeshe Bwana kulinena neno lako kwa usahihi, katika nguvu na katika mamlaka yako. Baba, kwa jina la Yesu, uwepo wako utawale mahali hapa, utawale katika anga hii. Na kwa mamlaka ya jina la Yesu, na mkamata mkuu wa anga, mkuu wa giza wote, na kila roho zote zilizo kinyume, na zifunga katika jina la Yesu. Nikiziamuru ziondoke na kuziharibu kabisa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Utawala wa Kristo Yesu ndio Bwana, utawale mahali hapa katika jina la Yesu. Baba, tunashukuru kwa yote katika jina la Yesu. Naomba nashukuru. Wote tuseme amen. Amen. Naweza kukaa wakati huu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mimi sio mgeni hapa. Amina. Wangapi walishaniona hapa Galilaya? Wachache. Nishakuja nikahubiri mkutano hapa. Pita, nishamaliza shule. Pita tukaonana kule nini, Mungu akubariki. Lakini nishapita. Nishasoda. Nikaonana kule nini. Lakini nishahubiri hapa kwa rafiki yangu, ndugu yangu Kangalala. Tulikuwa na mkutano pale kule miaka kidogo ilipita. Na nikaja nikahudumu hapo ndani. Mwakumbuka Amen. Na nawapenda. Nashukuru sana Mungu kwa neema yake alinipa. Naitwa Mchungaji Mbele Mato. Nilikuwa mwinjilisti wa muda mrefu, lakini miaka miwili iliyopita nimeanza pia kuchunga kanisa. Niko pale Kifuru Site. Kifuru Site nafikiri inaendelea huko Mwangawi karibu na nini. Ni karibu na Kinyerezi. Kutoka barabara mawili kama unaenda Kinyerezi, hapo katikati kuna mji mkubwa unakuja unaitwa Kifuru Site. Amina. Amina. Amina.
Amina. Na sisi tumetangazia wengi kwamba utakuwa mji mkubwa, ni jiji ndani ya jiji. Hamtaenda Kariakoo miaka sio mingi, mtaenda huko Kifuru City, maana mambo yataimba huko. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Niko pale mwaka wa pili sasa, niingia pale mwaka Januari 2024, lakini bado nahubiri injili ya Yesu. Amina. Na Kagara tumefanyia muda mrefu, ni rafiki yangu, na juzi pia tumeonana pale kwa katibu wetu, akanikumbusha jambo hili. Amina. Na nishukuru Mungu sana kuja mahali hapa kuhudumu, kufundisha semina hii. Sijui kama mmenipokea au mnipokee. Amen. Ninakuja na neno la Bwana, siji na maneno yangu. Amina. Wewe tayari kupokea neno la Mungu. Neno la Mungu ndio uhai wetu. Neno la Mungu ndio uzima wetu, ndio chakula chetu. Siku moja Yesu akawaambia mambo magumu na wanafunzi, asiyekula mwili wangu na kunywa damu yangu huyo basi. Na jamaa akasema, huyu mtu gani huyu? Anataka tule mwili wake. Wengi wakaondoka. Jina la Bwana libarikiwe. Kumbe mwili wake ni neno lake, ni yeye mwenyewe. Haleluya. Neno la Mungu ni zuri. Neno la Mungu ndiye linatufikisha mbinguni. Wewe ambao unataka kufika mbinguni, chakula chako kiwe neno la Mungu. Ujisikie vizuri kulipenda neno la Mungu. Ujisikie vizuri na ufanye juhudi kulitafuta neno la Mungu. Maana huko ndiko kuna siri zote. Siri zote za Mungu ameficha huko ndani. Sisi watu wa Agano la Kale tuna neema. Wenzetu wa Agano Jipya tuna neema. Wenzetu wa Agano la Kale hii neema hawakuwa nayo, kwa sababu wao hawakuwa na Biblia kama hii. Walikuwa wanategemea nabii, Mungu amemwambia nini, wanakwenda kusikiliza. Lakini sisi kila kitu ambacho tunataka kumjua Mungu wetu tayari ameshasummarize. Yaani ukitaka kila leo utakuwa unazungumza na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Unapolisema neno lako unazungumza na Mungu. Amina. Sisi tuna raha. Ndio maana Agano Jipya ni bora zaidi ya Agano la Kale. Ingawa yote yana maana. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuna semina ya Pentekoste. Na ndio tunakwenda kuanza siku ya leo, kesho mpaka Ijumaa. Jumamosi tutapumzika, lakini tutaendelea nayo siku ya Jumapili tunapohitimisha. Na tutakuwa na vipindi viwili kila wakati, kila siku nitafundisha, ila mwishoni pia tutakuwa na maombezi kumwomba Mungu. Na moja ya malengo ya semina hizi au semina za Pentekoste ambayo iko katika kanisa letu la Tanzania Assemblies of God, iko kwenye mpango mkakati, ni nia ya kanisa kwamba kila mshirika wa Tanzania Assemblies of God ajaze Roho Mtakatifu. Huo ndio mkakati. Kwa hiyo tutakuwa na maombezi kila leo ya Roho Mtakatifu. Wewe ambao hujajaza na ambao ulijaza, wote tunamwomba Mungu anatujaza, tufurike mpaka Jumapili wote tumejaa. Jina la Bwana libarikiwe. Na hiyo inawezekana, maana Yesu yupo na Roho Mtakatifu yupo. Tatizo ni kwako. Haleluya jamani, haleluya. Wangapi wanajua mtu ngapi wanajua mtu? Sinajua mtu, sinatirika. Kule zamani wengine, sisi huku Dar es Salaam tuna maji ya bomba, lakini kule watu walikuwa wanakwenda mtoni kuchota maji. Kwa hiyo mkienda mtoni kuchota maji, mnaweza kwenda na vyombo vya aina mbalimbali. Mmoja anaweza kupenda mingoni kubwa, mwingine kadogo kadogo, mwingine ambaye shingo inauma anaweza kabeba kachombo tu kubeba kwenye mkono. Lakini akiwa mdogo mdogo, mwingine anaweza kabeba kachupa ile. Sawa? Ningauliza watu wa Galilaya, kama tukienda mtoni kila mtu na chombo chake, alafu tunaporudi
ni nani atakuwa na maji mengi? Kwenye lori kubwa, si ndio? Sasa hapa pia hivi, yaani hapa roho amejaa tele. Atakayepata roho mwingi ni yule aliye tayari. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Wewe ambaye uko tayari, mpaka Jumapili utakuwa umejaa sana. Utakuwa umejaa sana na umefurika sana, na hayo ndio mapenzi ya Mungu aliye hai. Kila aliyeokoka, kila aliyempokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, ajaze na Roho Mtakatifu, ajae kabisa, afurike. Haleluya! Maana Roho Mtakatifu ana sababu zake, tutaona tutakapokuwa tunajifunza. Haleluya! Jamani, haleluya! Na somo hili nimelipa kichwa cha habari, mambo muhimu yanayoambatana na Pentekoste ya mwamini. Mambo muhimu yanayoambatana na Pentekoste ya mwamini. Mambo gani muhimu yanayoambatana na Pentekoste? Tunasema ni wiki ya Pentekoste. Tunasema sisi ni wa Pentekoste. Je, unajua Pentekoste ni nini? Ni mambo gani muhimu ambayo ukisema mimi ni Pentekoste, ukisema ni kanisa la Kipentekoste, tunatazamia kuyaona? Au Pentekoste hii ni nini? Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ni japo mambo hayo, tutashirikiana mambo muhimu. Yako mengi sana kwenye Biblia, ila mimi katika kusoma na kujiandaa nimejifunza kuna mambo kama 15. Sasa haya mambo 15 tutashirikishana katika hizi siku 3-4 hizi ambazo Bwana ametupa. Leo tutasema machache, tunaweka kituo, tunafanya maombezi. Kesho tunaendelea, kesho kutwa tunaendelea. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wangapi wako tayari kujifunza? Sasa naomba fungua moyo wako kabisa, ujifunze, upokee neno la Mungu aliye hai. Haleluya! Jamani, haleluya! Kwa neno la Mungu ni chakula, tushinde sawasawa mpaka siku ya Jumapili tuwe tumeshinda sawasawa. Na kama utangulizi, ni nini maana ya Pentekoste? Ni nini maana ya Pentekoste? Kabla hatujaenda kwenye mambo hii, lakini pia neno la Mungu ambalo limeshikilia mambo yote hayo ni kutoka Matendo 1:8. Tunasoma hiyo alafu tutende kuangalia nini maana ya Pentekoste. Matendo 1:8 na Matendo 2:1 mpaka 4. Hayo ndio maeneo mawili ambayo yameshika semina yetu. Tutaenda kuyasoma hayo, alafu tutaenda kuulizana au kueleweshana maana ya Pentekoste. Tuangalie Pentekoste ya Agano la Kale na tuangalie Pentekoste yetu kama Pentekoste katika Agano Jipya. Ili tuangalie Matendo ya Mitume 1:8. Anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Haleluya! Na Matendo 2:1-4. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo, na upepo ukienda kasi ukajaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto, uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajaza Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho aliwajalia kutamka. Jina la Yesu litukuzwe. Jina la Yesu litukuzwe. Tunazungumza kipindi muhimu
sana hiki ambacho kanisa linaanza kipindi ambacho Bwana Yesu ametoka msalabani, amekufa, amezikwa na amefufuka kutoka katika wafu. Akawatokea wanafunzi wake wale waliomwamini. Alipowatokea akawaambia, kaeni kwanza Yerusalemu, msije mkaondoka. Maana tufikiria kibinadamu wangeweza kuondoka. Wametembea naye kama miaka 3.5, wameona miujiza mingi akifanya, lakini sasa hawako naye tena kama waliozoea kuwa naye. Hawako naye. Kwa hiyo kila mmoja kwa akili za kibinadamu alianza kukumbuka shughuli zake. Aliyeacha nyago alianza kukumbuka nyago zake. Aliyeacha mashamba alianza kukumbuka mashamba yake. Aliyeacha nyumba alianza kukumbuka watu nyumbani mwake. Kila mmoja atawanyike kwenye mashughuli yake. Lakini Yesu akawatokea akawaambia kwamba najua hayo mtafanya, lakini kwanza msitoke Yerusalemu mpaka mpokee ahadi ya Baba ambayo nimeshawaambia kwamba mlibatizwa kwa maji, lakini nyinyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Akawa anakumbusha hivyo kwamba bado mimi tayari nimeshalipa deni la dhambi, lakini kuna kitu kimoja bado hakijatimilika. Msije mkatoka hapa mkaanza kutawanyika. Yamkini wangeenda kufanya yale ambayo alikuwa anawaambia kufanya, kwa wafanya mataifa yote kwa wanafunzi wake, wangekwenda na hayo. Lakini akasema, kaeni kwanza mpaka mpokee ahadi ya Baba ambayo nimeshawaambia, ambayo ahadi ya Baba ni Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Na ile ahadi ya Baba kulingana na Biblia si kwamba ni Yesu alianzia hapa, hapana. Alianza kulisema Mungu zamani na nabii Yoeli. Tusoma Yoeli 2:28-30 utaona habari zake. Na alizungumza kama miaka 700 kabla ya Yesu akiwa tena alizatendeka, kwamba siku za mwisho ninaenda kufanya kitu cha tofauti. Nitamimina Roho wangu kwa watumishi wangu wote, wanawake, wanaume wote sawasawa. Nitamiminia Roho yangu ili nitembee nao, ili niishi nao, ili nikae nao, ili niwaongoze mimi kama baba yao. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina lilikuwa bado halijatimilika. Bwana Yesu anasema, kaeni sasa Yerusalemu. Sasa 1:8 tunapozungumza Yesu karibu sasa anaondoka sasa apae kurudi kwa Baba, ndiye anawaambia, lakini mtapokea nini? Nguvu. Jina la Bwana libarikiwe. Tungesoma maneno ambayo kabla ya hapo wao walianza kuuliza, je, wakati huu utatushia ufalme? Wao akili zao zilikuwa zimejaa kwamba tunahitaji ufalme, maana walitawaliwa na Warumi, wamechoka kutawaliwa na Warumi, wanataka ufalme wao kama walivyokuwa kina Daudi, kama walivyokuwa wafalme wengine walivyopita. Leo wanatawaliwa na Warumi, wageni ndio na watawala. Hiyo hali walikuwa wanaitaka, walikuwa wanasubiri kwamba huyu Kristo sasa atatuletea ufalme wetu. Akasema, hapana, sio hayo Bwana, lakini kumbukeni, lakini mtapokea nini? Nguvu, akiisha kwa ajili yenu Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa maana jina la Bwana libarikiwe. Nawe utapokea nguvu akiisha kujia Roho Mtakatifu. Na hiyo nguvu sio nguvu ya uganga, hapana, ni nguvu ya Mungu, nguvu ya kiroho inayoweza kufanya mambo makubwa ambayo wanadamu hawezi. Ya nguvu ya Mungu inaweza kutenda, inaweza kutenda maajabu sana. Kila palipo na nguvu ya Mungu yote inawezekana. Jina la Bwana libarikiwe. Kama jina la Bwana libarikiwe. Haya ndio kusudi la Mungu, kwamba kila mtoto wake atembee na nguvu yake, atembee na uweza wake, afunikwe na nguvu za Mungu, akae na uweza wa Mungu uwe ndani yake. Na hiyo uweza wa Mungu au nguvu ya Mungu hautaipata mpaka umempokea huyo Roho Mtakatifu. Haleluya! Haleluya! Ndio maana hata zamani wale waliokuwa na Roho Mtakatifu walifanya mambo ya ajabu. Tunamuona mtu kama Samson, alikuwa na nguvu za ajabu,
anafanya vitu vya ajabu, anachukua mbweha kama 300 anawafunga mikia, alafu anawapeleka kwenye mashamba ya ngano ya Wafilisti. Jambo la ajabu sana. Wewe unaweza kamata mbweha hata paka tu wewe. Sebe. Wewe shika paka wale wafunge mikono unaweza. Lakini yeye anakamata kama yale alikuwa anapiga yale alikuwa na nguvu za ajabu zile. Hizo zilikuwa nguvu za kawaida. Alikuwa mnadhiriwa Bwana. Mnadhiriwa Bwana nini? Manake uwezo wa Mungu ulikuwa juu yake. Haleluya. Jamani, haleluya. Lakini mtapokea nuru. Na neno lingine ambalo pia nimesema ni msingi wa semina yetu, tumeona pale Matendo 1:2-4, siku ambayo ahadi ya Mungu inashuka sasa. Roho Mtakatifu anashuka. Wale watu walitii, walibaki kama watu 120 wako pale wakati tu walikuwa juu ya Roho Mtakatifu atakuja kwa staili gani. Ndio maana anasema mtampokea Roho Mtakatifu. Hawajajua anakujaje, sijui tutamuona, sijui atakuja kama huyo pia. Walikuwa waelewi, lakini wakamtii Mungu, wakakaa pale pale, na mkini walikuwa wanakumbushana, wanaendelea kukumbushana mambo aliyotenda Yesu, maana walitembea naye. Lakini siku ikafika, siku ya Pentekoste. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hii siku ya Pentekoste ilikuwepo. Ni moja ya sikukuu ambazo Mungu alikuwa amewaambia wana wa Israeli wawe nazo sikukuu kubwa sana. Zilikuwa kama sikukuu 3 hivi. Moja ni sikukuu ile ambayo ya Pasaka. Walikuwa wanakumbuka siku ambayo Mungu alitoa kwenye utumwa kule katika nyumba ya Misri, ambapo alikaa kama miaka 400, kama karne 4 hivi kwenye utumwa. Mungu akawatoa kwa mkono wa Musa, akawatoa wote, akawaambia ile sikukuu vizazi hata vizazi. Akamwambia hata siku ya leo, hata mwaka huu bado Wayahudi wanasherehekea Pasaka, wanakumbuka muda ambao kwamba sina siku ambayo Mungu wa baba zetu aliwatoa Misri kwenye utumwa. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Niko siku ya vibanda, na moja siku nyingine kubwa ilikuwa ni siku ya Pentekoste, siku ya mavuno, kumshukuru Mungu. Kwa hiyo watu walikuwa wanakaa, walikuwa wanakuja Yerusalemu kumfanyia Bwana sikukuu, wanakuja na mavuno yao, wakimshukuru Yesu, wakimshukuru Mungu. Wote wamekuja kwamba yuko Mungu anayetufanikisha, yuko Mungu anayetupa mvua wakati wa mvua, yuko Mungu anayetupa mazao, anatupa chakula, anatuangalia. Ilikuwa ni siku ya shukrani, siku ya mavuno, kwamba haya mavuno tulionayo sio kwa akili zetu, sio kwa nguvu zetu, bali ni Mungu wa baba zetu ametupa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini wakati huo ndio zawadi, ahadi ya Baba ikatimilika. Roho Mtakatifu akashuka siku hiyo. Walikuwa waelewi, wakashangaa, likafanyika vitu ambavyo hawajawahi kuviona, wakajazwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Jamani, haleluya. Tunaitwa Pentekoste kwa sababu ya hiyo, kwa sababu na sisi tunaamini ujazo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Jamani, haleluya. Ndio maana tunaita nini? Wa Pentekoste. Tunaamini ujazo wa Roho Mtakatifu na ahadi ya Mungu kumjaza kila ambaye amemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Haijalishi historia yako, haijalishi umri wako, haijalishi uko nani, umemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe unastahili kupokea zawadi ya Mungu, hii zawadi nzuri ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Na moja ya ishara kwamba umepokea Roho Mtakatifu, unanena kwa lugha mpya ambayo hujawahi kujifunza. Mungu anakuletea lugha, unanena na wewe unaanza kushangaa. Haleluya. Jamani, haleluya. Mpaka Jumapili nimeomba Mungu kila mmoja anene kwa lugha, ajazwe na Roho Mtakatifu mpaka
Jumapili asiwepo mtu Galilaya ambaye anasema ni Mkristo, ambaye anasema ameokoka, anaabudu hapa lakini hajajazwa Roho. Tunamwomba Mungu kila ambaye yuko hapa ambaye anasema Yesu ni Bwana Mwokozi wa maisha yake, ajazwe na Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Moja ya mambo ambayo anafanya Roho Mtakatifu si chini hivi. Moja ya mambo ambayo anafanya Roho Mtakatifu ndani yako ni kukuandaa kwa ajili ya kuingia mbinguni. Kukuandaa kwa ajili ya kuingia mbinguni. Unajua kuokoka bila kufika mbinguni ni kula sana. Tena hasara kubwa. Hasara kubwa. Yaani kama ni hasara, hiyo ni hasara kubwa. Yaani unasali hapo usifike mbinguni. Na mimi wenzangu kusali bila kufika mbinguni ni hasara kubwa. Na Roho Mtakatifu ndiye anatuandaa sisi kwa bibi harusi. Tunaongea harusi za siku hizi. Kule nilikotoka mimi, mashangazi walikuwa wanaandaa bibi harusi. Nilikuwa kazi zao, si kabila yangu niko kama kweli. Nilikuwa kazi ya mashangazi. Bibi harusi akishaposwa ile sasa siku ya harusi siku fulani, shangazi anamwandaa tena anamwambia usiende shamba. Wanakaa anamfunga vizuri, anakusaidia. Yale siku ya harusi anang'ara, unaweza ukampotea. Haleluya jamani, haleluya. Siku hizi Wachina wamerahisisha mpaka Wachina wamerahisisha, lakini wakati na unaweza kumpotea Wachina nao bwana, mambo mengine tusiwaruhusu sana. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Lakini shangazi alikuwa anaandaa siku ile anang'ara. Ndivyo hivyo Roho Mtakatifu anatuandaa sisi na bibi harusi. Bwana harusi ni mmoja tu, ni Yesu Kristo ndiye bwana harusi, wengine wote ni bibi harusi. Tunaandaliwa jamani, tunaandaliwa kwa harusi kubwa, harusi ya Mwana-Kondoo. Tunaandaliwa Yesu atakapokuja akute tuko tayari tuweze kuingia mbingu. Huko mbinguni akieni kilicho kinyonge, yuko mbinguni akieni kenye matatizo ndani ya moyo, huko mbinguni akieni kilicho kunyamana, lazima kiwe kimenyooka. Anaiosha moyo, anatengeneza moyo na kuandaa moyo kwa ajili ya kuingia mbinguni. Si mwingine ni Roho Mtakatifu. Haleluya jamani, haleluya. Ndio maana anakaa ndani yako. Jina la Bwana Yesu litukuzwe, jina la Bwana Yesu litukuzwe. Wewe Pentekoste, kwa sababu ilikuwa ni sikukuu yao, wakati leo anashuka, walikuwepo wengi katika mji wa Yerusalemu, walikuwa wamejaa kutoka maeneo mbalimbali, na hapo ndipo Roho akashuka. Amina, wangapi wananielewa? Maneno mazuri. Amen. Sasa twende tuangalie mambo 15. Leo tuanze machache, alafu baadaye tutafanya maombezi. Umeelewa? Na kutegemea kutamani kujao. Amina. Jamani, amina. Na wewe shahidi kwa Roho Mtakatifu. Ni haki yako kabisa. Hakuna mdogo wala mzee. Siku moja nilikuwa na ubiri msoma mwaka kama nafikiri mwaka 2000 na ubiri pale msoma tulikuwa mkutano pale. Siku ya Jumapili alikuja leo koka, akaja bibi mmoja wa Kikuya, nasikia na nilipaka hapa, najua kule kwetu kule nasikia na urembo na sawa kwa urembo wao kwa huo wanatengeneza masikio hivi. Ni bibi na mimi nazungumza Kiswahili, yeye anajua vizuri. Sasa kama najaribu kueleza, tunaangalia nasema Mungu nisaidie, tamueleweshaje huyu mpaka aelewe, mpaka ajae roho. Mambo ya Mungu wewe, mambo ya Mungu mwacheni Mungu. Aitwa nani? Mungu na watu wote. Mungu na watu, na wewe anakujua na anakupenda. Haleluya. Sasa niambie, tulikuwa watoto wanatoka tamijano. Sasa kama jina lijalo, utamshangaa huyo kijana. Nitakushangaa siku gani? Wewe unaelewa vizuri.
alafu sijaye wewe wageni zako nitakushangaa usikiani. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mambo 15, jambo la kwanza ambalo tunalikuta ni ujio wa Roho Mtakatifu na nguvu ya Mungu kwa waumini. Ujio wa Roho Mtakatifu na nguvu ya Mungu kwa waumini. Hilo ni la kwanza. Ujio wa nani? Wa Roho Mtakatifu, sawa, na nguvu ya nani? Ya Mungu kwa waumini. Unapomsema Roho Mtakatifu, anaambatana na nguvu ya Mungu. Anaambatana na nini? Na nguvu ya Mungu. Alipo Roho Mtakatifu kuna nguvu ya Mungu. Amina. Na tumeona katika Matendo ya Mitume 2:1 mpaka 4 pale. Nimesoma nasema ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi au watu 120. Kukawatokea nini? Ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Kila mmoja wao wote waliokuwa wameamini Yesu, wote waliotajwa kwenye Biblia na ambao hawajatajwa, lakini kwamba wamemwamini nani? Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, na wako mle ndani wamekaa wanamsifu Bwana. Siku alikuwa anaongea nini? Akaja upepo tuvumi, washangaa. Hizo ndizo ambazo zikawakalia anza kunena maneno yako ya juu, tukwambia kwamba tafasiri na wewe ukashindwa ujue kwamba ni maneno gani, na akifanya unaweza kuzungumza na wewe mwenyewe nafikiri sijui naongea Kichina au lugha gani, unaweza kaongea lugha za malaika au lugha za wanadamu, lakini ni lugha nyingine ambayo hujawahi kujifunza. Kwa ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Unajua Mungu ndio chanzo cha lugha zote, ndio chanzo cha Kihaya, ndio chanzo cha Kiha, ndio chanzo cha Kisukuma, ndio mwanzo wa lugha zote. Lugha zote zimetoka kwake. Haleluya jamani, haleluya. Kwa hiyo anaweza akakupa lugha yoyote. Haleluya, haleluya. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 14 anatupa siri kidogo Mtume Paulo, habari ya lugha hizo ambazo tunazinena tunapokuwa tumejazwa Roho. Mstari wa 2 anasema, maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na nani? Na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Ananena mambo ya nini? Ya siri ndani ya roho. Hakuna anayesikia, kwa maana kwamba hakuna anayeelewa. Mnaweza, ndio Kiswahili chetu sio? Nakwambia usikii. Na sio kwamba usikii maneno unasikia lakini uelewi. Usindio tunasema nini? Sawa? Maana yake uelewi. Jina la Bwana libarikiwe. Unanena lakini unapokuwa neno hayo unanena mambo ya siri. Unaanza kusema ribashai, baiko ribakaya dorama, zegoni masheke maramai, jamaramo shirebakando marama, jara makai shora mamandoya, zilele mamandoya makai soriba, ramasheke jabanda, bole mamakoli maranda na mashai, niko sedele marando ramashende mama, zekeli marida ramakai kotere mamandoya, ramasheke yakanda rama. Haleluya. Ukiniambia nimesema nini, ukiniuliza sijui, lakini Mungu anajua. Haleluya. Baba, kama hapa kuna mtu mwenye karama ya kutafasiri nini lugha, kama ukiona hiyo, hebu simama niambie, simama kama unanielewa hivi. Wapo Mungu anatoa, sawa, lakini hapa anakufundisha, ndio maana anafanya hivi. Jina la Bwana libarikiwe. Unasema mambo ya siri. Kiingereza inatuambia kwamba unajijenga nafsi yako
unapofanya hivi unajijenga nafsi yako. Unaposema mambo ya siri, mambo ambayo yamo ndani ya roho yako, kuna mambo ambayo hujui. Kumbuka siku moja, miaka mingi imepita, nilikuwa na mtoto wangu nampeleka nursery school. Pale nilikuwa ninafundisha mtoto pale. Wakati nilipeleka, baada ya kufikisha, nikaondoka, nilikuwa na mkutano mjini. Nikawa najua kwamba mpaka ule atoke tutakuwa nimerudi. Kikao kirefu, nikashinda kurudi kwa wakati. Nikiwa kule kwenye kikao, na sikuwa nimefanya mpango yote kuchukuliwa. Nikiwa kule kwenye kikao, naanza kusikia roho anachemka ndani ya roho ndani yangu, sina amani. Kabili niachane na kikao, nianze kurudi. Narudi kwenye gari naendesha, lakini nambele kwa lugha sana. Lakini kumbe nakaingia chuo, na mkuta ile kijana na watoweka walimu, na amejamilisha na Sinza, anatoka chuo cha aje yeye mwenyewe avuke University pale aende Sinza. Unaona, anajiamilisha tena iko peke yake, wengine wako mbele peke yake. Nikaingia pale, wewe unaniambia angalia kulia, na mwangalia, nikamwona yule kijana. Jina la Bwana libarikiwe. Unaenda mambo ya siri ndani ya moyo wako. Yeye ina siri nyingi, ina mambo mazito. Kuna tabia ambayo tena wewe unataka uiache ukaweza, ila Roho Mtakatifu anakusaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu soma Efeso 3 mstari wa 14 mpaka 15. Soma Efeso 3. Habari ya Roho, ujio wa Roho Mtakatifu unaambatana na Pentekoste. Haleluya. Mstari wa 14 anasema, kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa, awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanya imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Haleluya. Jamani, haleluya. Roho Mtakatifu anakufanya imara katika utu wa ndani. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kukuimarisha wewe uwe imara katika imani, umwamini Yesu hata kama yanakuja matatizo, hata kama yanakuja shoga, hata kama unapitia mateso, hata kama unapitia uhitaji, hata kama unapitia mbalimbali. Unashangaa ndani yako, unasema mimi nitaendelea kumngoja Bwana, mimi nitaendelea kumwamini Mungu. Nini kinakufanya hivyo? Ni Roho Mtakatifu anayekuimarisha. Haleluya. Jamani, haleluya. Kwa hiyo Pentekoste tunaiona inaambatana na ujio wa Roho Mtakatifu. Unajua Mungu wetu anakaa, ana nafsi tatu ambazo zinategemea na ni moja. Kuna Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu alipoondoka ametuachia nani? Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Soma Yohana sura ya 14. Yohana sura ya 14 mistari michache hapo. Anasema, sitawaacha yatima, bali nitawaletea nani? Msaidizi. Sio mstari wa 17 anasema, mkinipenda, kwanza 15, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiyo Roho wa kweli, ambayo ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa hamwoni wala mtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Jina la Bwana libarikiwe. Huyo Roho Mtakatifu ni msaidizi. Ni nani jamani? Msaidizi. Ni msaidizi. Njoo wewe. Na mbona huyu unaita mwana dada mtoto mzuri sana. Takwa leo usaidizi ni dada mtoto mzuri. Sasa dada kaa hapo. Niangalie.
tufanye, tukikwambia kufanya kufanya. Sawa, uko tayari? Ndio. Yuko tayari kufanya. Sawa? Takamwambia afanye, afanye. Anasema yuko tayari, moyo wake uko tayari. Sasa sikia. Utakuja hapa. Bwana. Simama. Hapo utasimama kama nilivyosimama. Hapo kisha hapo na nyoka. Ukisha nyoka. Mkono wa kushoto. Bila kuangalia, unaangalia mkono wa kushoto. Unakuja unashika. Mkono wa kulia unakuja unashika. Hapa. Kwa mikono yako miwili. Baada ya hapo unaelewa? Ndio. Anaelewa. Baada ya hapo ndani unanyanyuka bila kugusa, bila kukunja mguu. Unanyanyuka alafu ukaya. Umeelewa? Ndio. Ameelewa. Amefanyaje? Ameelewa. Ndio basi. Nikusumbue. Ameelewa. Shikilia. Sasa fanya. Ameanza kufanya afanye. Anafanya. Umeona? Amejaribu. Yaani katika moyo wa ndani kabisa anataka kufanya aliyoambiwa na mwalimu wa semina ya Pentekoste Tungalimato. Haleluya. Jamani, haleluya. Baada ya mtoto mzuri ni mtiifu, lakini ile zoezi hana nguvu za kutosha kuweza kulifanya. Amina. Jamani, amina. Amina. Mshike dada, mnyenyuke. Amen. Jamani, imekuwa ijawa. Amefikaje hapa? Amenyanyuliwa na nani? Msaidizi. Ndivyo Roho Mtakatifu anatufanyia. Haleluya. Jamani, haleluya. Anakwambia mpende jirani yako hata kama anakutukana. Kwa nguvu zako uweze, lakini kwa msaada wa Roho Mtakatifu inawezekana. Haleluya. Jamani, haleluya. Tunaona Roho Mtakatifu anatupeleka kwenye kilele pale ambapo Mungu anataka kutufikisha. Tufike. Roho Mtakatifu ndiye anatuwezesha kufika. Kwa nguvu zako uwezi, lakini kwa msaada aliyotupa Roho Mtakatifu anatuwezesha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndani takupa soda. Pigeni makofi mengi kwa ajili ya ndani. Yaani ukimkosa Roho Mtakatifu, mwambie zako ukimkosa Roho Mtakatifu kumbe umekosa msaidizi. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, tunaelewa ujio wa msaidizi. Wewe msaidizi unampata. Na Yesu amemwachilia kwa kila mmoja. Amina. Jamani, amina. Sasa leo inatosha. Leo inafanyaje? Tutaendelea mengi kesho. Mpaka 15 tutamaliza. Nimeacha dakika kadhaa. Nataka nikuombee siku ya leo. Amina.